Hapa tu ni mwendelezo wa kikao tulichokuwa tumekaa viongozi, na sasa tunaendelea na agenda ambazo zimebaki. Tumebakiza agenda 3. Agenda ya tathmini ya msiba, agenda ya neno la shukrani kutoka kwa familia, na agenda ya kuahirisha kikao. Ninayeongea nanyi ni naibu katibu mkuu UK7, kwa majina naitwa Peter Ndimila, lakini pia ni katibu kanda ya Kakola. Basi muda huu nipende kumkaribisha mwenyekiti aweze kutoa mwongozo kwa ajili ya kuendeleza agenda ambazo zimebaki tukiwa katika hali ya usikivu. Asanteni sana. Basi kwa mamlaka niliyopewa na mwenyekiti, nipende kumkaribisha mwenyekiti wa maafa ili aweze kutuletea kamati zake ambazo. Naomba nikiri pia kupokea shilingi milioni 32,850,000 kwa ajili ya uendeshaji wa msiba huu. Ninaomba nimkaribishe katibu wangu aweze kupitia kamati moja moja ya kisekta jinsi ambavyo tumetumia fedha hizo. Katibu, karibu endelee. Asante mwenyekiti wa maafa. Asante mwenyekiti wa UK7. UK7. Yajawa nafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Peter Mbofu. Nimehudumu katika msiba huo kama katibu wa maafa. Nikili kupokea milioni 32,850,000 kutoka kwa mwenyekiti wa maafa. Na pesa hizo zimetumika katika mgawanyo ufuatao. Nilikuwa na kamati 5. Kamati ya kwanza ni kamati ya chakula, ilipokea milioni 21,100,000. Kamati ya mapambo ilipokea milioni 5. Kamati ya usafiri ilipokea milioni 250,000. Kamati ya mazishi ilipokea milioni 4,500,000. Kamati ya 5 ni itifaki, ilikuwa na 0.0. Sasa niwakaribishe kamati ndogo ndogo, mwenyekiti na katibu wa kamati ya chakula. Msimame mje mtoe mnyambuliko. Wakati huo mnajiandaa kamati ya mapambo. Karibu. Asante. UK7. Jana furahisha. Kwa jina naitwa Mboje George Masalago, nimehudumu kama mwenyekiti wa chakula. Nikiri kupokea milioni 21,100,000 kutoka kwa katibu wa maafa. Nimkaribishe kwanza. Kuna kamati yangu ilikuwa na wajumbe 10, lakini kuna wajumbe 2 ambao wameomba uzuru na tulibaki na wajumbe 8. Nimkaribishe katibu wangu atoe mchanganuo wa hizo pesa. Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Kanuda Makono, nimehudumu kama katibu wa kamati ya chakula. Nimepokea milioni 21,100,000 kutoka kwa mwenyekiti wangu, na matumizi yetu ni milioni 21,305,000. Kwa hiyo tumebakiwa na 96,500. Vitu vingine vilivyobaki ni maji katoni 176, sukari kilo 25, chumvi na maandazi robo gunia. Asante. Katibu, naomba ukwasilishe. Kamati ya chakula, msikae kwanza. Hatuna maswali kweli kwenye kamati ya chakula? Hamna? Hatuna maswali? Kama kuna maswali tuwaulize, maana haiwezekani zikaenda 21 zote hizo bila kaswali hata kadogo.
Kwa hiyo hamna maswali? UK7 hamna swali. Kwa hiyo wamefanya vizuri kutumia milioni 21. Sawa, basi tuwape maua yao. UK7 yajayo yanafurahisha. Kwa majina naitwa Magashi Tungi, nimehudumu kama mwenyekiti wa mapambo. Kamati yetu ilikuwa na watu 6 kwa maana ya mwenyekiti na katibu na wajumbe 4. Nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 5. Naomba katibu wangu aeleze. UK7 yajayo yanafurahisha. Kwa majina naitwa Sai Cholo, nimehudumu kama katibu wa mapambo. Nakiri kupokea milioni 5 kutoka kwa mwenyekiti wangu. Nimetumia milioni 4,980,000. Kwa hiyo nimebakiwa na shilingi 20,000. Naomba kuwasilisha. Aya, tuna maswali kwenye kamati ya mapambo. Wanastahili pongezi, basi tuwape pongezi. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya usafiri. UK7 yajayo yanafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Jeremia Musa. Mimi nimehudumu kama mwenyekiti wa kamati ya usafiri, na tulikuwa wajumbe wa jumla 5. Wote tumehudumu, kasoro mmoja alikuwa na uzuru mwenye taarifa. Kamati yetu ilipokea jumla ya shilingi milioni 2,250,000. Naomba nimkaribishe katibu aweze kutoa ufafanuzi. Asante. UK7, kwa majina naitwa Emmanuel Guja Nkilosubi, nimehudumu kama naibu katibu kwa sababu katibu wangu ana changamoto kidogo ya kiafya. Nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 2,250,000 kutoka kwa mwenyekiti wangu, na kwenye milioni 2,250,000 kamati yetu hii imetumia kiasi cha shilingi milioni 2,239,000 na tukabakiwa na kiasi cha shilingi 11,000, ambapo pia kulikuwa na ongezeko la shilingi 5,000 kwenye matumizi yetu. Kwa hivyo kiasi ambacho kilibaki kilikuwa ni shilingi 6,000. Naomba kuwasilisha. Kulikuwa na ongezeko? Naomba nirudie. Tumekiri kupokea milioni 2,250,000. Ndio. Sawa. Milioni 2,250,000. Sawa. Tukatumia milioni 2,243,000. Sawa. Tukabakiza 6,000. Sawa. Sasa ongezeko limetoka wapi? Ni hesabu nilikuwa nimeitaja kwa mchanganuo zaidi. Kumbe ukienda kwa mchanganuo kuna ongezeko. Hapa nimeitaja kwa kuijumlisha moja kwa moja, mwenyekiti. Sawa. Haya. Sasa kamati ya mazishi, kamati ya nini? Usafiri. Wanastahili pongezi. Hakuna maswali? Basi tuwapongeze tena. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya mazishi. Mwenyekiti na katibu, karibuni. UK7 yanafurahisha. Kwa majina naitwa Mchimati Januari. Ndio. Nakiri kupokea milioni 4,500,000 kutoka kwa katibu wa maafa. Sawa. Na kamati yetu ilikuwa na wajumbe 4 ambayo ilikuwa mwenyekiti, katibu na wajumbe 2. Sawa. Na mjumbe mmoja alipata uzuru, wajumbe 3 tulishiriki wote. Basi katika hesabu tulioipata kutoka kwa katibu ya maafa, naomba nimkaribishe mhasibu kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Ni mhasibu au katibu? Katibu. Sawa. UK7 yajayo yanafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Nsamaga Kumaja. Ndio. Nimehudumu kama katibu wa mazishi. Sawa. Nakiri kupokea milioni 4,500,000. Ndio.
Pesa iliyotumika ni milioni 4. Ndio. Na 496. Sawa. Chenchi iliyobaki ni 4000. Naomba kuwasilisha. Chenchi ni 4000. Sawa. Wamefanya vizuri kamati ya mazishi. Wako sawa? Hakuna swali? Basi tuwape maua yao. Sawa. Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya busara itifaki. Sawa. Karibuni. Ndugu mwenyekiti, pamoja na meza kuu na wajumbe wa UK7, itifaki imezingatiwa. Ndugu mwenyekiti, kamati yetu ya itifaki tulikuwa jumla wajumbe 5 na wote tumehudumu. Ambacho nataka kukieleza kwa kifupi ni kwamba viongozi wangu wote ambao walikuwa wanahudumu, hii ilikuwa ni kazi ambayo kila sekta ilibidi tujumuike katika kazi ya chakula. Watu walikuwa ni wengi, ilihitajika kila mmoja aajibike. Na wapongeza sana vijana, wamejitahidi kadiri ya uwezo mpaka tukafanikisha. Mwenyekiti, naomba tuwape maua. Sawa. Kwa maana ya kazi hii ya leo tumeimaliza na Mungu ametusimamia vizuri. Hakuna mtu aliyepata changamoto. Nimkaribishe katibu wangu aweze naye kusema labda kuna pesa alipewa ili awasilishe. Karibu katibu. Asante. Wasilisha pesa katibu. 7. Ajana Fleisha. Ndugu mwenyekiti wa umoja wa kanda 7, katibu, mhasibu na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Majina yangu naitwa Charles Kazungu Mabeyo. Nimehudumu nafasi ya katibu wa itifaki. Sawa. Kamati ya itifaki ilipokea 0.000 na imetumia zote. Sawa. Mheshimiwa mwenyekiti, mengi ameyaongea mwenyekiti wangu. Ndio. Ni kweli kamati hii chini ya Manjale, mimi niwapongeze tu. Sawa. Niwapongeze kwa kazi walioifanya. Ndio. Ilikuwa sio rahisi. Sawa. Mwenyekiti, leo hapa ungetucharaza na viboko bila kusimama imara. Sawa. Tumefanya kazi vizuri. Ndio. Katibu wa itifaki nimefika juzi hapa. Sawa. Pamoja na hii kamati. Sawa. Kamwambia mwenyekiti wangu, unajua cheo cha mwenyekiti ni kikubwa sana. Ndio. Kamwambia pumzika kwanza, mimi nikafanya kazi na vijana. Sawa. Kwa hiyo hatukuwa kamati ya itifaki ya kutazama. Sawa. Tulikuwa tunatazama lakini tunafanya kazi. Walioniona pale nilikuwa nagawa maji pale. Sawa. Kwa hiyo vijana wamefanya kazi vizuri. Sawa. Kwa maono yetu, lakini sawa, yawezekana viongozi wetu mmeona kuna mapelevu, lakini na uhakika tumefanya vizuri sana. Asante mwenyekiti. Kasoro zipo. Asante. Kasoro zipo. Asante. Mfano nyinyi itifaki kibao toka
nimetoka Mwanza mpaka nakuja kukata kona hapa ndo nakuta kibao cha kuelekea msibani. Sasa huko nyuma kwani kamati hazikuweza kufanya hivyo, na nyinyi ni itifaki ambayo mmesimamia toka juzi? Mwenyekiti, yawezekana ulikuwa speed 200. Aya, asante, mnakiwa sana. Basi tuwapongeze wazee wa itifaki. Asante mwenyekiti. Ndio. Kwa sasa matumizi yamekuwa milioni 32 ndio 724,000. Kwa hiyo ukitoa pale tunabaki na 126,500. Yaani matumizi yamekuwa 32,700,000. Alafu ukitoa matumizi yamekuwa milioni 32,724,000. Ukitoa kwenye milioni 32,850,000 ndio unabakiza 126,500. Sawa. Nafikiri simama kule kwanza, malize ya kwenu, mje huku pamoja. Asante mwenyekiti, kama ulivyoshuhudia muda mfupi uliopita, kamati zimewasilisha kwako. Nakiri hayo yote yaliyofanyika kwenye kamati zangu na mimi nayajua, na ndio tuliyoyatenda. Lakini ndugu mwenyekiti, naomba nishukuru tu kamati ambayo mlinipatia kufanya nayo kazi. Ndio. Imenipa ushirikiano mkubwa sana wajumbe wote. Sawa. Na nimefarijika sana kufanya kazi na watu hawa, na Mungu awabariki. Sawa. Lakini jambo jingine, ndio, baada ya kuwa na jamu kubwa sana ya watu, ndio tulipata ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wetu wa kanda ya Geita. Sawa. Wakiongozwa na mwenyekiti, makamu mwenyekiti pamoja na katibu. Sawa. Kuja kutusaidia pamoja na wajumbe wote. Sawa. Kutoka kanda ya Geita wametupa ushirikiano mkubwa sana. Kazi ya leo ilikuwa kubwa sana, sisi wenyewe tusingeiweza. Kwa sababu kila muda watu walikuwa wanaongezeka, lakini tumepambana. Kwa sababu sisi ni vijana wenu na mmetutuma kazi hii. Tumefanya kwa moyo mmoja. Ndugu mwenyekiti, nawashukuru sana ninyi viongozi wetu. Tuko tayari kutumika. Naomba kuwasilisha mwenyekiti. Mbarikiwe na tuwapigie makofi kamati. Haya. Haya. Kamati nani, agenda nyingine katibu? Asante. Agenda inayofuata ni neno la shukrani kutoka kwa familia. Endapo kama kuna anayetoa ni tofauti na mfiwa, basi ni vizuri zaidi na mfiwa akawepo ili wajumbe tukaweza kumtambua. Asante. Karibu. Haya, neno la shukrani kwa familia na mfiwa lazima aonekane. Asante sana mwenyekiti wetu wa UK7. Sogea kidogo tu hapo. Yes. Asante sana mwenyekiti wetu wa UK7, mwenyekiti wa itifaki, katibu, mwasibu, kwa jumla meza kuu na wajumbe na viongozi mbalimbali. Itifaki imezingatiwa. Kwanza, kwa majina naitwa Magambo Kilosui Magambo, ni msemaji wa familia hii yetu ambayo kwa siku ya leo tumepata msiba huu, na tumefarijika sana sana uwepo wenu. Sisi tusingeweza, ila kwa umoja wenu huu mmetuonyesha kabisa kwamba sisi mnatupenda kiasi gani. Ndugu mwenyekiti, pamoja na wajumbe wako wote na viongozi wote kwa ujumla, sisi tunawashukuru sana kutoka kwenye familia yetu. Mungu awabariki sana sana sana. Na sisi kwa niaba ya familia ya Godfrey Mbuga tuko lazi kutumika muda wote, masaa yote, na tutashiriki na nyinyi kwa wakati wote, kwenye hali ngumu, furaha, hata majonzi. Sisi tutakuwa pamoja na nyinyi. Mmetuonyesha kwamba nyinyi mna upendo kiasi gani na nyinyi mnatupenda kiasi gani. Mungu awabariki sana 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 kwa matendo yenu haya. Leo
katika kijiji cha Mwakaruba mmetuheshimisha. Mama yetu tumemzika kwa heshima kubwa kwa watu wengi, lakini nyinyi ndio mmehusika asilimia kubwa sana kutubeba katika familia yetu. Jamani, umoja ni nguvu, na hii ndiyo mifano ya umoja. Hongereni sana, na tuwe hivi hivi na tuendelee hivi hivi. Asanteni sana. Kwa hiyo nimkaribishe Mfiwa. Mfiwa ndio huyu hapa, karibu. Ninawashukuru sana wana UK7. Kwa wale ambao walikuwa wanifahamu, mimi ndo naitwa Musa Godfrey Mbuga, mwanafamilia wa UK7 nikiwa natokea kanda ya Geita. Ndugu zangu, itoshe tu kusema ninawashukuru. Mahusiano ni bima. Ukiwa unaikata bima, hauwezi ukaelewa maana wakati unaikata, ila siku ikikusaidia ndio utajua maana ya bima. UK7 ni zaidi ya bima. Mlichokifanya maelezo hayatoshi. Usipoelewa umuhimu wa UK7 utauelewa siku ya kikupata. Asanteni sana wana UK7, asanteni sana wana familia. Karibuni hapa nyumbani hata siku nyingine. Asanteni sana. Haya, mbarikiwe. Basi hao walikuwa ni wasemaji wa familia. Haya, ajenda nyingine, katibu. UK7 yajayo nafurahisha. Saidia kanda. Asante sana. Kwanza nitoe pole kwa familia ya Mzee Mbuga, lakini kwa utambulisho wa kijana wao kuwa na sisi UK7. Kwa hiyo poleni sana familia kwa msiba mzito huu uliowatokea. Wanasema ni mipango ya Mungu, na inapotokea basi kwa sababu huwa haizoeleki, pengine tukawa na uelewa tofauti, lakini yote kwa yote tunamwachia yeye. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, tumekutana tena kwa siku ya leo na ninaona muda unaenda. Nataka nitumie muda mfupi huu, nilitumie jukwaa hili kwa maneno machache sana ambayo yatatusaidia aidha kujenga chama chetu hiki. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, sisi ni kikundi cha UK7 na mambo ya UK7 ndio haya ambayo yanaonekana haya, lakini nilikuwa na waomba, kwa sababu sisi tuna utaratibu wetu wa kukaa kikao kama hiki. Tukishamaliza shughuli zote, basi huwa tunakuja kufanya majumuisho kama tulivyokaa leo hivi. Kwa hiyo nilikuwa na waomba, ndugu zangu, wana umoja wenzangu, hii sio vita. Tunapokuwa tumeketi hivi sisi kama wana UK7, nyinyi wajumbe wangu, hata kama una kikundi kingine, unapokuwa unahitajiwa na UK7 kwa sababu yeye ndio amehudumu kwa wakati ule, lazima usogee tujumuishe pamoja. Nalisema hili kwa sababu nimeona mfano. Kuna msiba mmoja tuliwahi kukaa huko Mkoma, lakini niliona watu wamekaa mafungu mafungu, sikulisema.
lakini kwangu mimi nikaona kama ni tatizo. Kwa hiyo tujitahidi tusiwe tunafanya hivyo wakati UK7 ikifanya majumuisho, tunaacha kwanza vikundi vingine ili tukajumuishe pamoja, maana zile zilizotumika pale hata wewe zinakuhusu. Usiposhiriki, maana yake ni nani sasa atakayeweza kushiriki kwenye mambo yale? Kwa hiyo ndugu zangu, vikundi tunavyo vingi, lakini tujitahidi kuwa uvumilivu tukiwa na kikundi hiki cha UK7 kina hudumu. Ndugu zangu, wanachama wenzangu, kazi tuliyoifanya ni kubwa, na leo nilikuwa nataka niwatangazie, kwa sababu tulikubaliana kwamba sisi tukakae na kanda zetu kwenye mashina yetu haya, tujaribu kukaa vikao vya kupokea mapendekezo ya mkutano mkuu na kuyafanyia kazi. Nafikiri muda umeshakuwa mwingi, nayo hayo nadhani mtakuwa mmeshayafanyia kazi. Kwa hiyo kama ni vikao mmeshakaa, na sasa kilichobaki ni utekelezaji. Na hapa tunapokuwa tunasema haya, sio kwa faida ya mwenyekiti, ni kwa faida yetu sisi sote. Angalia mfano huu ambao tunao sasa, ni mambo mapya ambayo hatukuwa nayo, lakini kwa nguvu yenu mmeweza kufanya na haya. Mnaweza yani kila mnapoenda lazima muache alama, kwa sababu ya umoja wenu, kwa sababu ya mshikamano wenu. Mmeshikamana vizuri, ndio maana mnafanya mambo makubwa kiasi hiki. Kwa hiyo niwaombe sasa, kwa sababu hili nalo limekuwa la muda mrefu, nalo tulihitimishe hili la michango. Hakuna haja ya kuendelea kuchangisha tu harambee, kila mwaka tuna harambee. Tufanye mambo mengine. Kwa hiyo niombi kwenu, mimi kama mwenyekiti wenu, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, na waomba mkalihitimishe hili kwa wakati unaotakiwa. Tuachane na zoezi hili, imetosha, na hakuna haja ya kuendelea kuliuza. Kama ni kuuza, tumeliuza mno, tumelitangaza mno, na kama kuna mtu hajaelewa, basi labda huyo mtu ni kiziwi. Na sisi viongozi tumependekeza hivi, leo ni tarehe 10 na ngapi? 19. Tarehe ya leo, kuanzia tarehe ya leo mpaka tarehe 30 mwezi wa 9, narudia tena, kuanzia tarehe ya leo mpaka tarehe 30 mwezi wa 9, tuachane na habari hizi za kuulizana kila kukicha. Tunaulizana, wewe vipi, mchango vipi, unatoa lini, sijui fanyaje. Leo mpaka mwezi wa 9. Naeleweka? Wajumbe, mnanielewa? Kwa hiyo ni leo mpaka mwezi wa 9, tuwe tumeshakamilisha mipango hii. Baada ya maneno hayo machache hayo, kwa sababu ya muda, naenda kuhitimisha na jambo moja, kwamba tutakapotoka hapa sasa, barabara yetu hii imekwanguliwa vizuri sana. Sasa kwenye vuguvugu hili la vumbi ambalo tutaingia kwenye mabarabara yetu haya yaliyotengenezwa na mbunge wetu huyu Musa Godfrey,
tusipoangalia tunaweza tukapata riski kwenye barabara hizi. Kwa hiyo ninawashauri, ninawaasa, mnapotoka hapa muendeshe magari yenu kwa staha, tusije tukaingia kwenye migogoro mingine ya kupoteza mali zenu au wewe mwenyewe unayokiendesha hicho chombo. Kwa hiyo ninawaomba mkazingatie hayo wakati mnaendelea na safari. Ni bora tukachelewa, lakini tufike salama. Baada ya maneno hayo sasa, nilikuwa nataka nipigilie msumari kwenye haya maneno haya ambayo nimeyataja, yakiwepo ya limiti ya muda, kwamba ni lini itakuwa mwisho wa kuchangia au kuchangisha. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Itifaki mteule Bwana Magambo Kilosubi Magambo, naomba usimame. Wewe ni mwenyekiti wa Itifaki UK7 kuanzia sasa hivi, baada ya kupandishwa yule aliyekuwa mwenyekiti na kuwa mshauri wa wenye viti na mjumbe wa kamati kuu. Mheshimiwa Sinana yeye amepandishwa kutoka kwa mwenyekiti wa Itifaki, sasa ameenda, yeye ni mjumbe wa kamati kuu na ni mshauri wa meza hii ya mwenyekiti. Kwa hiyo naye asimame ili tumuone vizuri. Ninayasema haya mwenyekiti wa Itifaki kwa sababu ya muda. Ninaomba kitu kimoja, tunapokuwa tunaenda kutekeleza mambo haya tukazingatie sana kwa wajumbe wetu hawa tulionao. Saa nyingine ni wachonganishi. Jambo ambalo tunaenda kulitekeleza hili la michango hili, tukazingatie wajumbe wetu wasije wakawa wachonganishi. Mkawasimamie vyema, mkasimamie, mkayaangalie matawi yote, maana wewe uliyeko huku sio, isije ikawa msemo wa mtu mmoja, alikuwa kiongozi akasema, toka uteuliwe wewe kuwa mwanasheria haujawahi kushinda kesi. Sasa isije ikawa hiyo. Kuna mtu aliwahi kusema maneno hayo. Kwa hiyo ninakuasa wewe mwenyekiti wa kamati ya maadili na Itifaki, mkazingatie sana na kamati yako hii ambayo utakuwa unaiongoza. Una kamati kubwa sana ya watu karibia 32. Kila kanda una wajumbe zaidi ya 4. Ukijumlisha na viongozi wanakuwa wa kwako wote. Kwa hiyo wewe utakuwa na wajumbe wengi na utashirikiana na viongozi wenzio wateule. Mheshimiwa Nandi Nengero naye atakuwa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ya maadili na Itifaki. Kwa hiyo mkalifanye hili kwa weledi mkubwa, kwa sababu kikundi chetu kimekuwa, bado tunahitaji kwenda, tunaboresha. Mambo ni mengi, tunahitaji mambo mazuri. Lazima tuendelee kuitengeneza misingi vizuri, ikae vizuri, ili watu hawa waishi vizuri. Sisemi ukawafungulie mashitaka hawa wajumbe, lakini ukaishi na wajumbe hawa vizuri na kushirikiana vizuri na kuleta ufanisi kwenye kikundi. Na sisemi kwamba ukawaache wakati wanatenda maovu,
ukasubiri. Wewe unaona mparanganyiko, lakini upo tu badala ya kumkamata huyo, wewe upo tu unamsubiri mwenyekiti mpaka nije nikamate mtu. Sasa sisemi kwamba ukawaache waendelee kufanya yale ambayo hayastahili kwenye kikundi hiki, na sisemi ukawafungulie mashitaka. Sasa ni kazi kwako. Ndugu wajumbe, nafikiri baada ya maneno hayo niende kwa kuhitimisha. Mnaweza mkakaa, kwa sababu nyinyi tayari kama ni kuelewa tutakuwa tumeshaelewa wote. Baada ya maneno hayo sasa niende kwa kuhitimisha kwamba kayapokeeni yale ambayo tumekubaliana vizuri, kwa sababu ni mipango mizuri. Hakuna mwenye nia mbaya, tunajenga nyumba moja. Kayafanyeni hayo muone matokeo ya UK7. Slogan yetu ni kwamba yajayo yanafurahisha. Tunataka tuone yanatufurahisha vipi, na tuyaone pamoja, si ayaone mwenyekiti. Mimi niko hapa leo, nipo, lakini kesho sitakuwepo. Maana mimi niko hapa kama kuongoza tu, lakini njia kamili hata nyinyi mnaijua kwamba tunakoelekea ni wapi. Mimi niko kama msimamizi, pamoja na kwamba ni msimamizi na nyinyi ni wasimamizi pia. Baada ya maneno hayo sasa nimkaribishe mchungaji atukabidhi kwa Mungu ili tuweze kurudi majumbani salama, na hapo sasa itakuwa ndio tumefunga kikao, tutakuwa tumeahirisha kikao. Mwenyekiti Aya, hamna huko. Aya, Kanuda tukabidhi kwa Mungu tuweze kurudi majumbani. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uketie mahali pasi juu mbinguni, tunasema asante kwa wema na ulinzi wako na upendo wako, kwa kuwa umeweza kuwa nasi tangu tumeanza tukio hili la kumsindikiza mama yetu mpendwa mpaka muda huu tunafikia mwisho na kuhitimisha. Jina lako lihimidiwe. Muda huu tunapokwenda kurudi majumbani kwetu, tunakuomba uwatume Roho wako Mtakatifu watuongoze ili tuweze tukafike salama, na tukifika salama sifa na utukufu zikurudie ewe Bwana. Tunaomba tukiamini utakuwa nasi na ukiendelea kutulinda, kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.